tano na jirani yako pale, mgeukie vile, mpe tano ya nguvu, mwambie usikate tamaa my dear. Haleluya, haleluya. Unalia vilio vya kila namna, oh Mungu ameniacha. Haja kuacha, songa mbele. Ndio maneno ambayo ukisoma kile kitabu cha Kutoka mstari wa 13 na 14 anasema waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Unajua Mungu unaweza ukafikiri kama kichaa hivi. Anamwambia Musa waambie wana jamaa waendelee mbele. Sasa mbele wapi? Kuna bahari. Bwana asifiwe. Ni kweli bahari iko mbele yao, lakini anambia waambie wana jamaa waendelee mbele. Haleluya, haleluya. Na ndio huwa nasema hesabu za Mungu sio hesabu za wanadamu. Mahali ambapo watu wengine hawakutegemea kukuona, watakukuta umechomoka, una duka liko hapa katikati ya mji. Hizi mahesabu za wanadamu. Unajua kuna mwanadamu anakukadiria, anaanza kupiga hesabu kwenye ukoo wao nani aliwahi kujenga, kwenye ukoo wao nani aliwahi kuendesha gari, kwenye ukoo wao nani aliwahi kumiliki hata shamba eka moja, kwenye ukoo wao nani aliwahi kufanya hivi. Wewe wacha wapige hizo hesabu, watakuta umetokea mbele ya safari. Kwa nini? Mungu wetu ni Mungu ambaye anajibu kwa moto. Atajibu kwenye maisha yako, atajibu kwenye kila ulichokuwa nacho. Sema amen. Sasa sema ehe. Kwa hiyo tuliangalia pale mambo matano nilikupa jana. Roho hii ya kukata tamaa, shambulizi. Unapokata tamaa nini kinatokea? Mambo matano. Jambo la kwanza, nafasi yako ya ushindi inanyang'anywa. Kwa hiyo jikoki au jiweke kwenye position ya ushindi. Nafasi yako ya ushindi inanyang'anywa. Ukisoma ile Zaburi ya 55 mstari wa 5 mpaka ule wa 8, utaona pale inaeleza vizuri tu. Bwana akurudishe na akurudishie ile nafasi yako. Pointi ya pili, ukikata tamaa ndani yako, kuna kitu kingine kinaingia, kinaitwa roho ya uzito. Unakuta tu kuna uzito fulani, maana umekata tamaa. Mimi nasubiri tu kufa. Aliyekwambia unakufa nani? Jamani, hivi ingekuwa kifo kinaweza kuandikwa barua, ningeandika barua kwamba mimi nife tu, maana hapa nilipofika hata sioni mbele. Kuolewa siolewi, kujenga sijajenga, na kaa nyumba ya kupanga na kijiko tu na vikombe, yani kakochi kamoja, yani nipo tu. Yani unaona vile kama kuzimu ndio hii imeshuka na wewe unakufa. Nani alikuwa anakupa hizo habari mbaya namna hii? Mimi na habari nzuri kwako, habari njema kwako. Kwenye lile kochi moja Bwana anakuja. Kwenye hicho kijiko kimoja, hiyo ndo level yako.